moja kwa moja na washabiki wetu. Tushaweza kuipata hiyo niite kujaza uwanja, tushaweza kwa kiasi fulani, si haba na huko nyuma tulipokuwa. Na siku za nyuma ilikuwa timu ya taifa ikicheza ilikuwa mpaka unajisikia vibaya, lakini sasa kwa kiwango fulani unaona kwa juhudi zetu wote angalau tushaanza kufikia malengo. Lakini bado nayo changamoto moja. Haitoshi tu kwenda mpirani. Kuna wakati kocha wa Chelsea alikuwa Mourinho akasema hivi, washabiki wetu wanakuja hapa Stamford Bridge kama wanakuja picnic. Yaani mtu anakuja kama anaenda picnic. Inanikera sana, ni bora nicheze bila mashabiki kuliko uwanja umejaa. Nadhani ile wanafikia watu 45 pale. Alafu watu wamekaa tu wanashangilia pasi, wanashangilia kanzu, wanashangilia tobo. Alilalamika kweli Mourinho. Sasa mimi sitaki nilalamike, nitumie lugha zake. Yeye ana lugha kidogo kali. Lakini niwaombe wananchi na Watanzania wote na hususan washabiki wa mpira, lile vibe lile tulilofanya dakika 15 za mwisho, yani ile kama Mtanzania yoyote uliokuwa pale uwanjani kama unasisimka hivi. Yani mimi nilipata kama feelings fulani, yani ningetamani, yani unapata kama kusisimka. Ulichokiwaza wewe katibu kwamba je, hapa ikitokea tukifungwa hawa watu, na mimi nilikuwa nawaza hivyo hivyo. Lile ndo vibe la uwanjani. Sasa tuna shida moja, kuna mtu akishakuwa kidogo hali yake kidogo anaona yeye hawezi kurukaruka, hawezi kushangilia. Hapana. Ule ndo wazimu wa mpira. Yaani wale wanapowashangilia pale wanapata nguvu ya ajabu. Mimi nawaibia siri. Siku moja aliniambia captain wangu huko klabuni John Boko, akanambia, Haji, hivi unajua kwamba wale watu wale pale unapotoka changing room ukiangalia ile ule mwili unasisimka. Yaani wale wanakupa hamasa ya ajabu. Kwa hiyo shabiki wetu sasa waanze kujua hilo. Hata nilikuwa tutengeneza utaratibu fulani hivi, na tutaomba wenzetu wa Azam TV wana channels nyingi za sports. Yaani nilikuwa naongea mahali tutengeneze kama kipindi fulani au kuwe na promo za kuhamasisha watu, sio tena kwenda uwanjani peke yake, lakini na kushangilia. Jana nilikuwa naangalia mechi ya Ireland wamecheza na Ujerumani. Yaani lile vibe la uwanjani mpaka unasisimka wewe. Na wale kiwanja chao watu 30 sio 35. Sasa tufike huko, yani tusiishie watu kuwahimiza tukuna, lakini kama alilofanya ndugu yangu hapa. Ukakalia kwa tanazunguka ile, wewe mwenyewe unajisikia raha. Tochi zile zilizowashwa pale, vibe. Kuna wakati naimba ile nyimbo, ingawa ile nyimbo siipendi ya Liverpool, lakini ilihamasisha uwanja mzima wanaimba. Wachezaji wameenda kupiga penalty, wana confidence kwa sababu ya hamasa. Wakenda Warundi tunawazomea, kenda wachezaji wetu uwanja mzima wanasimama. Kwa hiyo mimi niwaombe tuendelee, twende beyond that. Sasa tusiishie tu kuwahimiza watu waje uwanjani, lakini sasa tuwahimize watu wanapokuja uwanjani kuhanikiza, nitumie lugha hiyo. Lakini lingine ni washukuru sana media. Na jamaa yangu mmoja ananipenda sana, anaitwa Wilfred Kidau. Siku moja nilimwambia, unajua chochote kizuri nilichokifanya mimi na kikapata umaarufu na kikafanikiwa, nyuma yake iko media. Hata ile hamasa ya Simba bila media singeweza. Haji peke yake tutatumia social media tu peke yake. Kuna mtu atumii simu ya mkononi. Kuna mtu atasikia kwenye radio, kuna mtu ataka kusikiliza akuone kwenye TV. Kwa hiyo without a media hakuna hamasa yoyote tunaweza kufanya. Hakuna. Yaani hakuna, never. Wewe utasamba lakini mwisho wa siku utaitegemea media. Na ndio maana tunawaita, tunazungumza, kibishana, tunaelimishana. Lakini kubwa ni washukuru sana sana vyombo vya habari kwa kazi kubwa mnaoendelea kuifanya ya kusimamia na kuandika na kuutangaza mchezo huu murua kabisa duniani wa mpira wa miguu. Na media ya Tanzania
niwaambie kitu kimoja, mnaishi katika nchi ambayo mchezo wa mpira wa miguu ni totally uendazimu. Yani kama ili taifa letu siku likifanikiwa, Mungu ndo kapanga yake, tumeenda Qatar, wallahi alazim nchi itapagawa. Sijaona mimi nchi inapenda mpira kama bado tu hajafika kwenye ile peak. Siku mfano Mungu usikaja Kameruni ndio siku tuna qualify mechi inachezewa taifa hapa, labda siku kaja Ivory Coast nimempiga 2 au 3 tunakwenda Doha. Subhanallah, haitawezekana. Yani hebu ipata picha tu, siku tuna qualify kwenda World Cup. Hata kazi hiyo mnoifanya nyinyi, mjue mnaishi katika nchi ambayo mchezo wa mpira wa miguu ndio kitu kinachopendwa kuliko jambo lolote nchi. Yani hakuna kitu chochote kinachozidi. Ndio maana mtu kama Kidau, katibu wa mpira, wakati nilikuwa mtania kwa katibu mmoja, unajua ukiwa katibu mkuu wa Fati ni kama vile nawe kama unatawala hivi eneo lako fulani hivi. Unasimamia jambo ambalo linapendwa sana. Niangalieni tu vibe la juzi tumeshinda na Burundi. Make juzi kuna rafiki yangu kanitania, kwani sisi tuchaqualify nini? Yani ile namna ambavyo watu walivyouka. Sasa imagine tusha qualify. Kwa hiyo endeleeni kutangaza, kwa sababu hili ndio jambo linalosomwa zaidi, linalotangazwa zaidi, linaloandikwa zaidi. Kila mtu anapenda mchezo wa mpira wa miguu. Na sasa hivi tunawashukuru kina dada wanakwenda sana viwanjani. Juzi nilikuwa naangalia katika kila watu 5 labda mmoja mwanamke. Na unajua watu wa kike wanapendeza na zile jezi na vimodo vile kwa hiyo kunakuwa na raha uwanjani. Yani sasa hivi uwanjani kunakuwa na raha. Sasa endeleeni kutangaza, endeleeni kuandika sana, kwa sababu na nyinyi unawapa vile vile sehemu fulani ya majukumu yenu. Lakini mwisho na kipekee niwashukuru kamati ya kina Pasco, imefanya kazi nzuri. Mimi sikuwepo wakati wa mechi ya Kenya, nadhani tulikuwa tuko Zanzibar. Alinipigia katibu kunambia, lakini nilisupport na nikapeleka kwenye social media zangu, nikaiandikia timu ya taifa ujumbe maalum, nikapiga simu kwa unajua mimi na utaratibu wa kumpigia mchezaji, yani watu waone ile thamani. Mara mwisho tumevuka CHAN nadhani miaka maksimo 2009, CHAN 2009. Yeah. Yes. Kwa 10 years back. Tunakwenda kutengeneza rekodi nyingine, lakini tunakwenda kutengeneza rekodi kama alisema katibu, mwaka huo tumefuzu AFCON, mwaka huo tunakwenda kufuzu CHAN. Na bahati tulionayo tunaenda kucheza na Sudani ambao ndo tuliwatoa wakati tunakwenda CHAN ya 2009. Na ilikuwa Ivory Coast. Ndio ilifanyika Ivory Coast, lakini tuliwatoa Sudan. Yes. Nakumbuka kina Chuji, kina Haruna Moshi. Hapa tuwapiga nyumbani na ugenini. Sasa tunaweza, kwa hiyo niliwaunga mkono sana. Na walifanya kazi kubwa kwenda Burundi na kusupport yale yaliyosemwa pale katikati ya cheni. Wakati mwingine unajua unapokuwa na umri kama wa Pasco na umri wengine, lazima kidogo ujue anakuwa kuna wakati kidogo utakuwa ndo umri huo. Lakini nao ukiwa box kidogo unakaa sawa, sema hapa sawa, tunaenda vizuri, mnarudi kwenye mstari, mnakaa sawa na mambo yanakwenda, kwa sababu sisi wote ni wamoja. Mimi nimefanya kwenye media kwa miaka mingi. Kwa hiyo mimi ukinitoa kwenye media kwanza wananiudhi. Yaani mimi nina kazi gani? Mimi sije kusoma engineer, sije udaktari, sije chochote. Kazi yangu yote ndio hii. Sana niliwahi kufundisha madrasa Al-Fatah. Sije kufanya kazi nyingine zaidi ya uandishi. Sasa leo ukiniengua katika eneo langu, utakuwa umeniangusha. Lakini niwaambie tuko pamoja, tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja, tutaendelea kuhamasisha mpira wetu, lakini tutaendelea kuhamasisha na nchi yetu. Kikubwa ni upendo, mshikamano na umoja. Hawa ndugu zangu wasanii, kuna wakati huwa watu hawaelewi. Hata kule kwangu walikuwa wanielewi. Wewe una entertain vipi hawa, wewe mpira na wapi na wapi? Hawa watu wa wapi hawa? Nikamwambia nini jamani, niacheni mimi. Walipoanza sasa kujaza uwanja pale, wengine wakaanza kuniambia, tunaanza kuelewa. Katibu, mimi nina utamaduni. Siwezi kukaa wiki 2 bila kualika watu nyumbani kwangu. Lakini watu ninaoalika sehemu kubwa ni win-win situation. Tunakula ubwabwa, tunafanya nini? Baadaye na mimi kwa jambo langu, bwana Steve, hebu nipostie. JB, hebu nipostie. Diamond, hebu nifanyie hiki. Hawa kwa mchango mkubwa wameufanya kwangu.
Kwa hiyo siwezi eti nikasema eti hawa mtu akiniambia watu watu wa mpira, nani aliozaliwa na FIFA? Hawa ni watu wa mpira. Kwa hiyo mimi wakati mwingine hao tunawatumia kama alivyosema mwenye Steve. Yule msanii nani yule wa comedy wa Nairobi anaitwa nani? Omondi. Angalia unajua alituvuruga yule Egypt nini? Hamjui ile mechi na Kenya. Zile posti zake ukiona unapata kama wazimu. Yaani anakutia hasira na kuudhi wachezaji wetu. Bahati nzuri wanasoma nani social media. Kwa hiyo kila mtu ana mchango wake katika jambo hili. Tusione kwamba watu fulani hawana maana pale. Mimi naona hao wote, ili mradi lengo letu iwe nchi, interest yetu iwe nchi. Tukiweka nchi mbele, kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo niwashukuru sana tena. Basi leo sina mengi, sasa tunakwenda kwenye vita ya Sudan. Mzee, mimi nakuahidi, Pasco nakuahidi, kwanza tutakupeni ushirikiano 100%, lakini nakuahidi ni kwamba mechi ya Sudani, maana promo ujue zina kiasi. Ukipanga kwa mfano ya Burundi, mimi niliwaambia kina Karigo tufanye ya kiasi, isije kata matatizo. Nilikuwa na maana yangu kubwa sana hii. Sasa tunavuka lengo, yani unafika mimi kuna wakati nilipoona pale yale mapengo nikasema ile ndio sawa, yale mapengo. Alafu hii napiga kubwa hii na Sudani, kwa sababu hii ni mechi ya mwisho. Tukishinda tunaenda Khartoum, tunamaliza kazi. Kwa hiyo lazima tufanye promotion kubwa, ile kubwa. Yanga Afrika wanaita kubwa hii kuliko, tuifanye hiyo. Tuhangaike, tuende kwenye radio, tuende kwenye TV, tuseme, tutumie social media, tufanye kila kitu. Tujaze uwanja over. Yaani ile over kwamba watu mpaka wanazuiwa kama Tanzania na Sudani na nini na Uganda. Ile Tanzania na Uganda ile tulizidi kiwango. Yaani na hii tutafanya hivyo. Tutakuja tena kwenye press nyingine, tutahamasishana. Katibu alikuwa ananong'oneza mambo hapa, nimeelewa, tutayafanya. Twendeni tukahamasishe watu wetu, lakini kauli mbiu yetu safari hii iende sambamba na kuhamasisha watu namna ya kuvibe, kushangilia.